bado watu wengi hawajajua, na hiyo inapelekea kuwa na unyanyapaa sana kuanzia kwa wataalamu na kwa watu wenyewe wanaoathiriwa zaidi na ugonjwa wa akili. Yes. Tukija moja kwa moja kwenye maana ya afya ya akili. Kabla hatujafahamu maana, tunapaswa kufahamu kuna vitu vikuu vitatu ambayo ni afya ya akili, kuna changamoto za afya ya akili, kuna magonjwa ya akili. Ni vitu ambavyo hatutakiwi kuvichanganya. Tumekuwa na utaratibu, watu wengi unakuta wakiona mtu yuko katika hali ya kuchanganyikiwa wao na afya ya akili. Kitu ambacho sio sahihi. Kama yupo katika hali ya kuchanganyikiwa, uweze kusema kwamba huyu ana afya ya akili. Huyu unamsema kwamba ana ugonjwa wa afya ya akili. Ukimuona hayuko sawa, basi hiyo ni rahisi kusema kwamba huyu ana changamoto ya nini? Ya afya ya akili. So tukija kwenye maana ya afya ya akili ni hali ya kuwa sawa kihisia, kimawazo, kimtazamo, kimatendo, na kuwa na uwezo wa kupambana na changamoto zinazokukabili. Hiyo ndio maana ya afya ya akili. So ukisema afya ya akili ni afya. Afya ya akili ni afya. Kama ambavyo unaweza kusema afya ya moyo, afya ya tumbo, yes. Lakini tunaposema changamoto, maana ile afya yako ya akili ina nini? Ina changamoto. Na tunaposema ugonjwa, tayari ile changamoto imevuka, imekuwa nini? Ugonjwa. Na katika ugonjwa pia tuna ugonjwa ambao ni wa kuchanganyikiwa, tuna ugonjwa pia ambao sio wa kuchanganyikiwa. Na tafiti zinaonyesha kwamba tuna ugonjwa zaidi ya 275 na bado tafiti zinaendelea kufanyika. Kwa hiyo tutegemee kwamba inaweza ikazidi hapo. Yes, ikazidi, tusiseme kupungua. Kwa sababu mpaka sasa hivi tunayo. Umezungumza kitu kizuri hapo. Mimi nitamani sasa uanze sasa kuwafafanulia kwenye hayo mambo matatu, kwa maana hiyo changamoto ya afya ya akili, na ili mradi mtu ajue kwamba ukimwona mtu yupo hivi, huyo mtu ana changamoto fulani, na sio watu mekalili kwamba huyu afya ya akili, lakini hatujui namna ambavyo tunaweza kuclassify. Na leo tunatamani kupata majibu kutoka kwako, ili mtazamaji wa Kasako na Jicho la Mtaa ajue kwamba mimi sina shida ya afya ya akili, labda na matatizo mengine. Labda changamoto na matatizo fulani. Si rahisi sana kusema kwamba sina tatizo la afya ya akili, labda tatizo lingine, mpaka ufike kwa daktari afanyaje? Athibitishe. Yes. Na dalili ninazozitaja haimaanishi kwamba ukiwa nazo moja kwa moja una ugonjwa wa akili au una changamoto za afya ya akili, hapana. Ila ukiziona ni vyema uende kwa daktari ukadhibitishe, maana wataalamu wapo. Na tunaposema changamoto, hebu tuanze na changamoto. Changamoto ya kwanza daktari nishasema, sivyo? Tuje kwenye changamoto na magonjwa. Tunaposema changamoto ni hali ya kawaida, kila mwanadamu ana changamoto. Sahihi. Ila zile changamoto zinaweza zikadumu kwa muda fulani. Kwa mfano tunaposema msongo wa mawazo ni miongoni mwa changamoto za afya ya akili. Lakini msongo wa mawazo unapodumu kwa muda mrefu, ambao muda mrefu tunasema ni wiki 2, wiki 3, miezi 3 mpaka miezi 6. Hapo ndo tunasema wewe sasa unaweza kuanza kupata dalili za ugonjwa wa akili. Na huo ugonjwa wa akili unaweza aidha ukapata ugonjwa wa akili ambao ni wa kuchanganyikiwa au ambao sio wa kuchanganyikiwa. Lakini pia kuna changamoto ambazo zipo. Sana sana ni msongo wa mawazo, kwa sababu kila changamoto ya kimaisha, kukosa ajira, kwa sababu ni mojawapo ya sababu ambazo zimetajwa na WHO kuwa ni moja ya sababu za ugonjwa za kupata changamoto ya afya ya akili. Ugumu wa maisha. Yes. Ukipata hizo, kama hautozipatia ufumbuzi kwa haraka au kuwa na mbinu za kuweza kukabiliana nazo, ni rahisi sana kuanza kukutafsiri kwamba wewe una changamoto ya afya ya akili. Hapo ukishindwa kupambana nayo ndani ya wiki 2, wiki 3, wewe tayari unaweza ukavuka ukapata magonjwa ya nini? Ya akili. Ndio pale tutakapoanza kusikia depression ambayo tunasema ni sonona. Tunaanza kusikia anxiety, tunaanza kusikia bipolar. Yes, na mambo mengine kama hayo, baada ya kumepitia ugumu fulani wa maisha. Lakini pia unaweza usipitie ugumu wa maisha kama hivyo nilivyosema. Labda ukapitia matukio ya kutisha, aidha umempoteza mume, mpenzi wako, umepoteza mzazi, ndugu yako wa karibu, au umeshuhudia vita, au labda umefanyiwa ukatili, unyanyasaji, kupitia yale ambayo ni ya kutisha, unaweza ukapata ugonjwa ambao tunaita ni post traumatic stress disorder. Ni ugonjwa ambao unaweza ukaupata baada ya kupitia hizo changamoto. Sasa ule pia baada ya kupitia lile tukio ndani ya wiki 2,
ndio dalili zinaweza kuanza kuonekana. Yes, hizo tunasema ni kipindi ambacho ni cha haraka. Unaweza kuanza kupata dalili kipindi cha wiki 2, wiki 3. Lakini baada ya tukio. So kama umepoteza mzazi au umepoteza mtu wako karibu au umefanywa ukatili baada ya tukio lile, ukihesabu wiki 2 mpaka 3, kuna dalili utaanza kuzipata kama uliathiriwa, kama ulishindwa kukubaliana na ile hali kwamba sasa nimeipitia, nahitaji kukubaliana nayo, kwamba yanitokea mimi peke yangu. Ukishindwa kukubaliana nayo ndani ya kipindi hicho, kuna dalili utaanza kuzipata. Okay, sawa. Tunatamani kufahamu nini kinachosababisha sasa hasa na ugonjwa wa akili. Kuna sababu nyingi sana. Kuna sababu za kimazingira, kuna sababu za kijamii, kuna sababu za kibiolojia, yes, kuna sababu za kisaikolojia nimesema, si ndio? Yes. Kwa hiyo na hivyo vyote nilivyosema ni mambo mengi. Mfano unaposema sababu za kijamii ndio kama tunavyosema matukio kadha wa kadha ambayo ni ya kutisha, kama kupoteza ndugu, kupoteza baba, lakini pia kufanywa ukatili, unyanyasaji, uchumi, yes, uchumi kuyumba, kukosa ajira. Hivyo vyote ni vyanzo ambavyo vinaweza kusababisha magonjwa au changamoto za nini? Afya ya akili. Lakini pia tunaposema kisaikolojia ni kama hivyo, tunaposema aidha kukosa mtu unayempenda. Yes. Jamani, ajabu vipi hapo? Unajua mapenzi. Umegusa sehemu ambayo ni nyeti sana, ambayo hiyo naomba hiyo ni kipindi kingine kabisa hiyo. Tutaongea mengi sana, tushindwa kwa sababu tunatamani mtu hata kwa kidogo. Umeelewa? Kwa sababu swala la mahusiano limekuwa ndo tatizo sana. Na katika niseme kwenye afya yake sijajua ndo limekuwa lina changamoto kubwa. Yaani limekaa kwa namna gani na muingiliano gani kati mambo yangu na afya ya akili? Umesikia kama sababu kuna mtu unampenda na kila siku unamuona, inakuwaje? Mtu ambie, kwa sababu mahusiano ndio yamekuwa changamoto sasa. Kila siku unamuona. Na uzungumzi naye. Okay, ni sawa. Unakumbuka maana ya afya ya akili nilivyotaja, inagusa maeneo makubwa karibu manne. Yes, hisia, mitazamo, tabia. Sahihi kabisa. Lakini pia anakuwa na uwezo wa kufanyaje kupambana na changamoto zinazokukabili. Sasa ukishagusia hisia na mapenzi ina hisia